Umewahi kujiuliza, je, watu wengine wananiona kama mtu wa maana? Je, unahisi labda unadharau thamani yako mwenyewe machoni mwa wengine? Kama ndio, basi video hii ni kwa ajili yako. Leo tutafichua ishara 7 za kisaikolojia zinazoonyesha wewe ni mtu unayeheshimiwa sana, hata kama wewe mwenyewe huoni hivyo. Na mwishoni mwa video hii nitakupa bonus muhimu itakayokusaidia kuongeza heshima yako zaidi. Lakini kabla, hakikisha una subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya na washa kengele ili usikose video zetu za kutoa maarifa kila siku. Je, uko tayari kugundua nguvu yako halisi? Tuanze. Ishara ya kwanza, kuvutia umakini bila kutaka. Unavutia umakini wa watu bila hata wewe kukusudia. Fikiria huko kwenye mkutano au kwenye kundi la watu. Unapoongea, ghafla kila mtu ananyamaza na kukusikiliza. Hii si kwa sababu ulipiga kelele, bali kwa sababu kuna uzito fulani katika maneno yako na watu wanathamini mchango wako. Ni hisia ya ndani wanayoipata kwamba una kitu cha maana cha kusema. Wanakupa kipaumbele cha kimya kimya. Hata pale ambapo huongei, wengine wanaweza kugeuka kukutazama, kusubiri maoni yako au kuangalia mienendo yako. Hii inatokea kwa sababu wanaona kuna kitu cha kipekee kwako na wanataka kuwa karibu na nguvu hiyo. Unawapa utulivu na uwepo wako. Ishara ya pili, watu wanatafuta ushauri wako. Watu mara kwa mara wanakufuata na kukutafuta kwa ajili ya ushauri. Fikiria rafiki yako anakabiliwa na tatizo la kifedha au mwenza wako wa kazi anahitaji maelekezo ya kitaalamu. Nani anapigiwa simu? Nani anaulizwa maoni? Kama jibu mara nyingi ni wewe, basi unathaminiwa sana. Watu hawaoni tu uwezo wako wa kufikiri, bali wana imani na hukumu yako. Wanakupa hadhi ya kuwa kiongozi au mshauri wao wa siri. Hii inaonyesha wanaheshimu busara yako, uzoefu wako na uwezo wako wa kuona mambo kwa upana zaidi. Wanajua kuwa maoni yako yatakuwa sahihi na yanayoweza kuwasaidia. Ishara ya tatu, watu wanakusikiliza kweli. Unapoongea, watu hawakukatishi. Wanakusikiliza kwa makini na kukupa nafasi ya kumaliza mawazo yako. Tofauti na mazungumzo mengine ambapo watu huongelea juu ya wengine au hukatisha kabla ya sentensi kumalizika, kwako wanakupa nafasi kamili. Wanaonyesha heshima kwa mawazo yako na wanataka kusikia kila unachosema. Hii haimaanishi tu kwamba wanasikiliza kwa adabu, bali pia wanachukua kile unachosema kwa uzito. Maneno yako yana uzito na wanajua kuwa kila sentensi unayotoa inaweza kuwa na thamani kubwa. Ni ishara ya kweli ya heshima. Ishara ya 4, wanakuomba radhi kwa haraka wanapokukosea. Hakuna mtu anayependa kukosea, lakini inapohusu wewe, wanakuwa wepesi kukiri makosa yao na kuomba msamaha. Hii inaonyesha hawapo tayari kuhatarisha uhusiano wao na wewe au kupoteza heshima yako. Wanajua kuwa thamani yako ni kubwa mno kuipoteza kwa kiburi kidogo. Wanaogopa kukupoteza au kukukasirisha, si kwa sababu wanakuogopa, bali kwa sababu wanathamini uwepo wako na mawazo yako. Wanaona uhusiano wao na wewe ni wa maana na wanataka kuhakikisha unadumu. Ishara ya 5, wanakushirikisha katika maamuzi muhimu. Unashirikishwa katika maamuzi muhimu, iwe ni kazini, nyumbani au katika jamii. Unapata nafasi ya kutoa maoni yako kabla ya maamuzi makubwa kufanywa. Hii inaonyesha sio tu wanathamini mawazo yako, bali pia wanaamini uwezo wako wa kutoa mwelekeo sahihi. Wanaona wewe ni sehemu muhimu ya suluhisho. Wanaona umuhimu wa mtazamo wako na jinsi unavyoweza kuathiri matokeo chanya. Wanaona wewe ni asset muhimu katika mchakato wa kufanya maamuzi na wanajua kuwa mchango wako utaongeza thamani. Ishara ya 6, wanajitahidi kukusaidia hata bila wewe kuwaomba. Fikiria unajitahidi na jambo fulani na ghafla mtu anakuja na kukupa msaada au anafanya jambo fulani ambalo linakurahisishia maisha. Hii inatokana na heshima kubwa walionayo kwako. Wanataka kukuona ukifanikiwa na wanakutakia mema. Hawaoni tu wewe kama rafiki au mfanyakazi mwenzako, bali kama mtu wa kuigiliwa au mtu anayestahili msaada wa kweli. Wanawekeza muda na nguvu zao kwewe, si kwa ajili ya malipo, bali kwa sababu wanathamini wewe ni nani.
Ishara ya 7, watu hutumia lugha ya heshima na adabu wanapoongea na wewe. Wanaepuka maneno machafu, utani wa kijinga au tabia isiyofaa. Hata kama ni marafiki zako wa karibu, kuna mstari fulani hawawezi kuuvuka wanapokuwa na wewe. Hii inaonyesha kuna aura fulani unayoitoa ambayo inawafanya wawe waangalifu na wakarimu kwako. Wanakuchukulia kwa uzito na wanahakikisha wanakupa heshima unayostahili. Wanaona wewe ni mfano wa kuigiliwa au mtu mwenye maadili ya juu. Sasa, kama nilivyokuahidi mwanzoni, hii hapa bonus muhimu itakayokusaidia kuongeza heshima yako zaidi. Siri ni hii: jithamini mwenyewe kwanza. Unapojithamini, unajiheshimu, na hapo ndipo wengine watakapokutazama kwa heshima hiyo hiyo. Jiamini, jijue wewe ni nani, na fanyia kazi vipawa vyako. Heshima hutokana na jinsi unavyojiona mwenyewe. Asante sana kwa kutazama video hii. Natumai sasa unaona wazi kuwa unathaminiwa zaidi kulivyo unavyodhani. Je, ni ishara gani kati ya hizi 7 unaziona kwako? Tuambie kwenye maoni hapa chini. Usisahau kulike video hii, kushare na marafiki zako, na kama bado hujafanya hivyo, jiunge na channel hii na ubonyeze kengele kwa ajili ya video zaidi za kusaidia maisha yako kila wiki. Hadi wakati mwingine, endelea kung'ara na kuonyesha ulimwengu wewe ni nani. Kwaheri.